Kila mwaka ifikapo Agosti, wakulima, wafugaji, wavuvi, watafiti pamoja na taasisi mbalimbali hukutana hapa Dodoma kwenye maonyesho ya kitaifa ya kilimo maarufu kama Nane Nane. Mwaka huu yamefanyika ikiwa na kauli mbiu isemayo chagua viongozi bora kwa maendeleo endelevu ya kilimo, mifugo na uvuvi 2025. Shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC limeshiriki kikamilifu likionyesha namna sekta ya nishati inavyoweza kuunga mkono maendeleo ya kilimo, mifugo na uvuvi. Sekta hizi mbili zinategemeana sana. Kama ambavyo tunafahamu kwamba sekta ya kilimo ina mitambo ambayo kwa ukubwa wake inahitaji bidhaa za petroli ili kujiendesha. Lakini pia aina mbalimbali za usafirishaji zinahitaji mafuta ya petroli kwa ajili ya kusafirisha bidhaa zote zinazopatikana katika sekta ya kilimo, ikiwa ni pamoja na uvuvi. Kutokana na nafasi ya nishati katika maisha ya kila siku, TPDC imekuwa mstari wa mbele katika kuelimisha umma kuhusu matumizi sahihi ya gesi asilia kwenye kilimo. Gesi ni malighafi muhimu katika utengenezaji wa mbolea. Kwa hiyo kuna mkataba wa TPDC na kampuni la ESA la kujenga kiwanda cha mbolea. Kwa hiyo gesi mojawapo ya malighafi ambayo inasaidia katika kilimo. Ndio maana tuko katika maonyesho haya na Nane Nane kuweza kuwapa fursa kama hizo. Kupitia gesi asilia, wakulima wanaweza kusafirisha bidhaa za kilimo na mifugo kwa gharama nafuu. Gesi hii ambayo wanaenda kuitumia kwenye magari itaweza kusababisha au kurahisisha usafirishaji wa mazao ya mkulima pale ambapo anayavuna kutoka shambani kwenda kwenye eneo la mauzo. Teknolojia ya gesi asilia kwenye vyombo vya usafiri si tu inapunguza gharama, bali pia inalinda mazingira. Nimejifunza matumizi ya gesi yanaondoa hewa ukaa, kiasi ambacho yanasaidia kusababisha kuwepo kuna mvua nyingi na wakulima tunaweza kupata mazao mengi kwa ajili ya matumizi ya chakula kiasi kikubwa na kusaidia uchumi wa wananchi na uchumi wa taifa kuwa mzuri na mkubwa zaidi. Maonyesho haya yamekuwa fursa kwa wananchi kupata uelewa mpya wa matumizi ya nishati safi katika kuongeza tija ya kilimo. Kikubwa ambacho kimevutia zaidi ni mfumo wa usambazaji wa gesi asilia kwenye maeneo mbalimbali na kubadilisha kutoka kwenye gesi kutumika kwenye nishati ya umeme pekee, na sasa nishati hii ya gesi inakwenda kutumika hata kwenye vyombo vyetu vya moto, lakini pia majumbani. Kwa sasa serikali yetu inaangalia sana Agenda 2030 ya nishati mbadala ya kupikia, gesi ikiwa ni mojawapo. Lakini pia hata wenye changamoto ya kusikia walipofika kwenye banda la TPDC walipata elimu kuhusu uchimbaji wa gesi na usambazaji. Kwa lengo la kuelimisha jamii, wageni wote wanaotembelea banda la TPDC hupata vipeperushi, zawadi ndogo na elimu ya moja kwa moja kuhusu shughuli na mchango wa TPDC katika maendeleo ya taifa. TPDC tunaboresha maisha na kuwezesha maendeleo.